Tuelekee kaunti nambari 5 ambapo tatizo la ukosefu wa maji katika kisiwa cha Manda huko Lamu limekuwa likiendelea kwa muda mrefu. Hii ni kutokana na kwamba eneo hilo limekosa visima, huku wakazi wakitegemea kuchota maji kutoka kisiwa cha Amu yanayosafirishwa kwa maboti. Kinaya ni kwamba Lamu yenyewe na Manda imezungukwa na maji ya bahari. Shida ya maji, hata sasa nataka kupunguza wengine. Ndiyo taswira tunayopatana nayo katika kisiwa cha Manda. Mbuzi wakinusa mitungi ya maji, ishara ya ukame wa maji uliokithiri eneo hili. Binadamu na mifugo wakihangaika kusaka maji. Nimekuwa nikipitia changamoto ndefu kwa sababu zingine nikikosa maji kabisa, inabidi zinaenda hata kwa majirani kugonga mitungi kutafuta maji. Unakuta mbuzi imegongwa, unaitiwa mbuzi yako unaibeba na wheelbarrow, unarudisha nyumbani aje umtibu mpaka apone. Mimi kama leo nimetoka hospitali kuharisha, ufanyika nini? Maana sasa hata ujuangi hata maji kitokea pale inauzwa pale pwani. Hutaki kujua kama imeokotwa wapi huko Lamu. Changamoto ya ukosefu wa maji Manda imetatiza shughuli nyingi majumbani. Sisi mabibu majumbani huwa tunateseka kwa upande wa maji. Maana tunaweza maliza wiki maji chumvi ndio ambayo tunaoga. Maji chumvi huwa hatuwezi kulala pamoja, maana tunanuka ile chumvi. Tunaweza kulala mbalimbali. Hiyo inaharibu ndoa, inaweza kuvunja ndoa. Na ukiniangalia vile mimi nilivyo, inamaanisha kwamba kuna ukosefu wa maji. Ukosefu wa maji Manda, niko mchafu. Nguo ndio hizi nguo nafanya nazo, hata naweza kufanya nazo mwezi kwa sababu hakuna maji ya kuosha. Sasa imebidi nimekuwa pia mimi sugu kwa sababu ya maji hakuna. Boti hizi zilizoegeshwa bandarini zitasafiri kisiwa cha Amu kuchota maji kuwaletea wenyeji wa Manda. Shilingi 500 ya kibarua anayopata mkazi wa Manda kila siku. Shilingi 300 ni za kununua maji. Uhaba ya maji umetuletea matatizo makubwa kwa sababu a lot of money inaingia katika maji. Kama saa hii pengine unaenda ukapata shilingi yako 500, itabidi shilingi 300 aingie kwa maji. 200 ndio utasurvive upande wa chakula. Kulingana na ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali, kaunti ya Lamu imetumia milioni 14.9 kwa mradi wa usambazaji maji kutoka milima ya Shela hadi Manda, ila mradi huo haujakamilika. Aidha, juhudi zetu kama wanahabari kuwasiliana na Wizara ya Maji ya Lamu hazijafaulu licha ya kuwasiliana nao kwa jumbe za simu na hata kuwatumia barua. Rahma Rashid, Runinga Citizen, Lamu. Kutoka Lamu tuelekee kaunti